السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله. من أراد مونسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد الموعظة فالموت يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فالنار تكفيه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله بعث بشرع كالشمس وضحاها، وبقرآن كالقمر إذا تلاها، وبسنة كالنهار إذا جلاها، فمن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة ومحوت الظلمة، وكشفت الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فجزاك ربك خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أما بعد. Watukufu wa Islam, kuna sababu gani juu ya jawabu alilojibu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alipoulizwa kuhusu vitendo vizuri anavyovifanya mmoja kati ya Waislamu wa kike waliokuwa wakati huo alipokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliulizwa, kuna bibi mmoja hapa mashuhuri sana kwa ibada za usiku na ibada ya funga, na kwa sababu tuko ndani ya ibada ya funga, suala aliloulizwa Mtume na jibu alilotoa kuna mazingatio makubwa ndani yake. Suila Rasulullahi an imra'atin taqumu al-layla wa tasumu an-nahar. Hebu tupe watu kama hawa watakuwa vipi? Usiku kucha na sali, mchana anafunga, na saumu ndo tumeingia tena. Saumu ndo saumu, Mwenyezi Mungu asema li wa ana ajzi bi, baada ya saumu ni yangu mimi tu, hakuna mtu anayeweza kuintafia katika ibada hiyo. Sasa huyu bibi sio saumu tu na usiku na qiyamul layl, na sisi tunasali usiku, kisha ingia salatu al-isha tunasali pamoja na tarawih, tunasali na qiyam. Alhasil ibada moja kwa moja mbili ambazo bibi huyu alisifika nazo, nasi tunazifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Taqumu al-layla wa tasumu an-nahar, mchana nafunga na usiku anasimama kwa ajili ya ibada za usiku. Walakinaha tuudhi jiranaha, lakini huyu bibi ya Rasulullah ila yake moja kubwa, anawaudhi majirani zake, anaudhia mwingi anaotoa kwa watu waliomzunguka. Ni mtu ambaye amechanganya ibada ya saumu anayo, ibada ya usiku anayo, kini tudhi jaraha, anawaudhi sana majirani zake. Ni mtu ambaye sifa moja hii anayo na ni mashuhuri maarufu kwa udhia kwa jirani zake. Isma'u ila jawabil Mustafa
waljawabu marir. Ikhwata al-iman, tufungue masikio yetu ya nyoyo tusikie jibu la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadaye tujifikirie na sisi katika ibada zetu. Lakini bora ingekuwa ni jawabu la kawaida, lakini jawabu linatia uchungu mno. Sayyiduna Rasulullah akasema, la khaira fiha innaha fi an-nar, hana khairi bibi huyo, hakika atatupwa motoni. Hana khairi bibi huyu, atatupwa motoni, mahala pake sahihi ni motoni. Ziko wapi ibada za usiku? Iko wapi ibada ya funga? Kwa nini anatupwa motoni? Lakini inaondoka kwa nini kama aliyesema ni Mtume, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sasa kuna mazingatio gani ndani yake kwamba saumu ni ibada nzito? Qiyamul layli, Jibril anamwambia i'lam ya Muhammad anna izzata almu'min qiyamul layli. Ushindi wa Muislamu anaupata wakati wa qiyamul layl, na qiyamul layl ndio inayosababisha kupatikana izza katika umma. Salahuddin al-Ayyubi alikuwa akiona watu wamesimama usiku, anasema min huna ta'ti an-nasr, min huna ta'ti al-izza wa min huna ma ya'ti an-nasr. Watu wakisali usiku, sala za usiku, anasema ushindi utatoka katika hema hili, ushindi utatoka katika sehemu hii, kwa sababu kaona watu raki'ina sajidin qa'imin wanasali usiku. Min huna ta'ti al-izza wa min huna ya'ti an-nasr. Akiona watu wanakoroma wamelala, anasema min huna ta'ti al-hazima. Kupigwa, unyonge, udhaifu unatoka hapa. Mahema ya kulala usiku ndio yanaleta unyonge, mahema ya kusimama usiku ndio yanaleta izza katika umma. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Saumu ndo hiyo, qiyamul layl ndo hicho, lakini kwa sababu anaudhi, na udhia huko wa aina nyingi. Kuna udhia kwa ulimi, kuna udhia kwa mkono, kuna udhia kwa vitendo. Sasa ibada zote zile zimeharibika kwa sababu tudhi jaraha, mwanamke huyu anaudhi majirani zake. Sasa tusije tukawa tunafunga lakini tunaudhi watu. Ndio maana Mtume akasema rubba saimin laysa lahu min saumihi illa al-ju' wal 'atash. Huenda mwenye kufunga akawa hana fungu isipokuwa kukaa na njaa mchana kutwa na kukaa na kiu mchana kutwa, hakupata chochote. Kwa nini Mtume aseme hivi? Kwa sababu amefunga, hajala kitu, hajanywa kitu, lakini tabia zake zimebomoa saumu yake. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu inaonyesha wazi kwamba Uislamu ni tabia. Uislamu si vinginevyo. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mtume anasema innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hakika nimetumwa kuja kutimiza lile jengo la tabia njema walilolianzisha ndugu zangu mitume, akianza Adam mpaka Nabii Isa. Kuna labinatun wahidatun awajalieka fa ana wadi'uha, mimi ndo nimekuja kumaliza jengo hilo, nao ni akhlaq. Na hata alipotaka kusifiwa na Allah, Mwenyezi Mungu kumwambia ya Muhammad, wa innaka la ala jahin adhim, kwambia wa innaka la ala khuluqin adhim, we Muhammad uko katika tabia ya hali ya juu. Vitendo vya kuudhi, vya kukera, udhia wa aina mbalimbali tunaofanya, tujue kwamba saumu zetu zinakuwa hazina thamani. Tabia zikiwa chafu, amali zetu zinakuwa hazina thamani, kwa sababu Muislamu ni tabia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Muislamu ni tabia, umma ni tabia. Zikiondoka tabia, ule umma haupo tena. Ikhwatal iman, kwa mnasaba huo basi imebidi leo tuweke jalsatan basitatan amama muaddibina al-a'zam sayyiduna Muhammad, tusome akhlaq na tuangalie moja katika khuluqul islami, ala wa huwa al-wafa. Leo tutakuja kusoma tabia za al-wafa. Na kabla kueleza ma huwa al-wafa, nini maana ya wafa,
Tutatoa habari mbili tatu ambazo zitakuwa introduction yetu ya madkhali ya kuingia katika khuluqul wafa, ili iwe pambo kwetu sisi. Laisa aljamalu biathwabin tuzayyinuna inna aljamala jamalu alilmi waladabi, sio uzuri wa nguo tunazovaa, uzuri ni wa elimu na tabia. Ndo uzuri kwa mwanadamu, si sura nzuri, si gari nzuri, si nyumba nzuri, si maisha mazuri. Uzuri ni wa elimu na akhlaq utakazokuwa nazo. Mtume sallam alikuwa na tabia ya kusimama usiku. Bibi Aisha alimuuliza siku moja, kusimama usiku ndiyo, lakini Muhammad, mpaka nyayo zako, miguu yako imevimba kwa sababu ya kusimama usiku. Lima tasna'u hadha waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ya Rasulullah. Kwa nini unajitesa kiasi hicho na Mungu amekusamehe dhambi zako zote zilizopita na zitakazokuja? Ingelikuwa unafanya haya kwa sababu hujui umesamehe, hujasamehe, Mungu kishakusamehe, unasema inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Tumekusamehe Muhammad dhambi zako zitakazotangulia na zilizopita. Kwa nini basi unajitia ibada kama hizi mpaka unavimba? Angalau ungesimama kidogo tu basi, lakini mpaka miguu inavimba. Limadha kullu hadha? Haya yote yanasababishwa na jambo gani? Mtume akajibu, jibu la Mtume kwa Bibi Aisha, afala akunu abdan shakura, haya nayafanya Aisha kwa sababu napeleka shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili tendo la Mtume kushukuru yale mambo ni khuluqul wafa, ni tabia inayoitwa wafa. Adamu nisyani aljamil, kwa binadamu kutolisahau uzuri alilotendewa, kwa binadamu kutosahau jambo ambalo mtu amemfaa nalo. Alwafa, maana ya wafa ni utekelezaji wa ahadi, maana ya wafa ni utekelezaji wa amana, maana ya wafa ni kutosahau wema na uzuri ambao umefanyiwa na yeyote awaye, yeyote atakayekuwa. Neema hizi ambazo Mungu amenimiminia mimi Muhammad, nani katika waja ambaye anaambia ushasamehewa dhambi zako, fanya upendalo? Hakuna. Sasa kama ni mimi peke yangu, kwa nini nisirudishe shukrani kwa Allah? Kwa nini nisiwe mja mwenye kushukuru kwa haya alionifanyia Allah? Saidna Musa alikuwa kigaragazana na Firaun, anaambia ya Musa anta mashhurun, na wewe anaambia ya Firaun anta mathburun. Kila mmoja anampiga mwenzake jambo fulani analoambiwa, wewe mchawi, wewe umepiswa, wewe uzee unakusumbua wewe. Sayyiduna Muhammad walimpa mambo kuliko hayo. Ya ayyuhalladhi uzila alayhi dhikru innaka la majnun, walimwambia Mtume, wewe ni mwenda wazimu. Mtume aliambiwa mwenda wazimu. Nani aliondoa sifa hii ya mwenda wazimu ya kumtetea mtume wake? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapi? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wao wamekuambia mwenda wazimu? Wallahi wewe sio mwenda wazimu. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Hukuwa wewe kwa neema ya Mola wako kwamba uwe mwenda wazimu. Ni neema hii ya Mwenyezi Mungu kwa Mtume Muhammad. Na sio hilo tu, wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursalan, walimwambia Mtume, wewe si mtume. Mtume gani wewe? Mtume anakuwa naenda marikiti na yeye. Mtume gani wewe? Lasta mursalan, una utume wowote? Nani aliyeingia kati kueleza habari ya utume wa mtume? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakati gani? Bismillahir Rahmanir Rahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, hakika wewe Mtume Muhammad ni miongoni mwa mitume. Hata wakikataa, Mungu anajua kwamba wewe ni mtume. Hii ni neema. Na sio hilo tu, wakati wa
mikataba ya Hudaybiyah, walipokuja makafiri kuwekeana mikataba na mtume, kwa mtume akaanza kuandika, kaambia Ali uktub bismillahir rahmanir rahim. Kafiri akakamata mkono akasema hatumjui rahmanir rahim sisi, andika bismika allahumma. Rahmanir rahim ndo nani? Si hatumtambui rahmanir rahim, mnamtambua nyewe, sisi kwetu hatuna rahmanir rahim. Mtume akaandika bismika allahumma, akaandika hadha ma salaha Suhail Muhammada Rasulullah au Rasulallah. Haya ndo yale ambayo wamepatana Muhammad Rasulullah na Suhail. Suhail unasema la, usiandike Muhammad Rasulullah. Rasulullah hatukutambui kama mtume. Law arafna annaka Rasulullah lama qatalnak. Kama sisi tunajua wewe ni mtume tusingekuzuia, ungeingia Maka, lakini hatukutambui, ndio maana tunakuambia usije Maka. Kwa hiyo futa Rasulullah, andika Muhammad ibn Abdullah. Tunajua kwamba wewe ni Muhammad babako Abdullah. Rasulullah inatoka wapi? Mtume kaambia Ali futa kilima cha Rasulullah. Kaambia Rasulullah, mbona tunakubali udhalilifu? Akamwambia futa. Ya Rasulullah, unakubali udhalilifu? Mtume akasema futa. Alipoona Waislamu ni wazito, mtume akasema nionyesheni kilima cha Rasulullah. Akaonyeshwa, akakipiga mstari, kwa sababu mtume kana la yaqra wala yaktub. Hiki kilima cha Rasulullah akakipiga mstari, kakifuta. Kilima cha Muhammadur Rasulullah kimefutwa katika mikataba, lakini Mwenyezi Mungu anasema laqad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha'a Allahu aminin. Qad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha'a Allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Mwisho aya hizi sema Muhammadur Rasulullah. Kilima cha Muhammadur Rasulullah kikaletwa katika Qur'an, kikaandikwa, kikatulia mpaka siku ya Kiyama. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Mwisho Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni mtume wa Mungu. Hata mkifuta kilima hichi kitabakia kinasomwa na Waislamu mpaka siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni neema ambazo Mtume SAW alikuwa anarudisha shukrani zake kwa Mwenyezi Mungu, kwamba hasahau mema anayofanyiwa. Sayyidina Suleiman pia alionyesha mifano hai katika jambo hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hatta idha atau ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayuha an-namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dahikan min qawliha qala rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sayyidina Suleiman sema ya Rabbi, hizi ni neema, kwamba mimi nasikia lugha za ndege, za wanyama, za wadudu. Tuwezeshe kushukuru neema yako, tusiwe ni wenye kusahau neema hizi ambazo umetuneemesha. Mwenyezi Mungu akitupa neema, basi ni haki kwetu sisi tushukuru neema hizo, na tukishukuru neema hizo Mwenyezi Mungu anasema wala in shakartum la azidannakum. Ndugu zangu Waislamu, njoni tuongelee leo khuluqul wafa, adamu nisyani aljamil, mtu kutosahau uzuri, mtu kutosahau jambo. Na moja katika mambo ambayo yanaonyesha wazi kwamba jambo ambalo binadamu hapaswi kulisahau ni neema za Mungu zinazoshuka katika kichwa chake kila siku kuchao. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wama bikum min ni'matin famin Allah, na hakuna neema zozote zinazokushukieni enyi wanadamu isipokuwa zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtu akisema kwamba mimi nirudishe shukrani gani kwa Mungu? Nimemwomba anipe kazi miaka 10 hajanipa. Nitarudisha shukrani gani kwa Mungu? Kwani kuna yepi ambayo mimi nayaona ni mazuri Mungu kanipa ili nirudishe shukrani kwa Mwenyezi Mungu au nisisahau mazuri hayo? Vipi niwe wafiyu kwa Mwenyezi Mungu? Kwani tumeahidiana kitu gani mimi na Mungu? Wewe utakuwa mwanadamu unaitwa muflis, umefilisika kifikra,
kwa sababu kuja kwako hapa ulimwenguni basi umekuja kwa neema ya Mwenyezi Mungu na uwezo wako. Umekuja kwa neema ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake, na unalolifanya lolote liwe dogo au zuri au kubwa au baya, hizo nguvu unalofanya Mwenyezi Mungu ndiye aliyekupa. Kwa hiyo lazima tabia ya alwafa iwepo katika jamii yetu. Alwafau ma Allah, kutosahau aliyoyatenda Mwenyezi Mungu, au kuwa na tabia ya kulipa alokuwa Mwenyezi Mungu anakudai, au madeni ambayo yamefungamana nawe na Mwenyezi Mungu, au kutosahau mazuri aliyokutendea Mwenyezi Mungu. Tabia hii inatupeleka katika baadhi ya maneno tunayoyasoma katika Qur'an, kwamba iwapo mtu hatakuwa mtekelezaji wa ahadi, na hasa ahadi alizompa Mwenyezi Mungu, au mtu hatakuwa na tabia ya kutekeleza mazuri aliyotendewa na Mwenyezi Mungu kwa kuyashukuru, anakuwa kiumbe dhaifu, kiumbe naqis katika imani yake, anakuwa kiumbe ambaye watu wanapokuwa na kiumbe huyu katika maisha yao ya kila siku, watapata kwamba ni aina mbaya sana ya kiumbe wanayokuwa wameamiliana naye katika maisha ya kila siku, kwa sababu amekosa tabia ya alwafa. Ndugu Waislamu, Qur'ani inasema innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, hakika wale wanaokuvoti, wanaokufuata ewe Muhammad, wanaokuunga mkono ewe Muhammad, hakika wanamuunga mkono Mwenyezi Mungu. Yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Mungu uko juu ya mikono yao, yani msaada wa Mungu uko juu yao, nguvu ya Mungu iko pamoja nao. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi, mwenye kutoa ahadi hii akaivunja, asishukuru neema za Mungu, asitekeleze ahadi zake alizotoa mbele ya Mungu, ajue kwamba madhara yanarudi katika nafsi yake. Waman awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran adhima. Kikaja kilma cha alwafa, waman awfa bima ahada alayhi Allah, yeyote atakayetekeleza alwafa wa kulipa ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amemfanyia, wa kutekeleza ahadi yake alomwahidi Mwenyezi Mungu, wa kutosahau mazuri aliyotendewa na Mungu, akitekeleza fasayutihi ajran adhiman, Mwenyezi Mungu mja huyu atampa ujira mkubwa, ambao mjira huo mkubwa huo anaujua mwenyewe Mwenyezi Mungu ulivyo. Kwani Mungu akisema mkubwa, si hatuwezi kusema ni kiasi gani, tani 100 au 1000 au milioni. Allah ndo anajua ujira mkubwa umekaa vipi. Nini ujira mkubwa huo? Umesababishwa na wewe kuwa na khuluqu, faman awfa bima ahada alayhi Allah. Sasa je, tufikirie kuanzia tulipokuwa katika ulimwengu tuna akili zetu, ni mara ngapi tumeyatekeleza yale tuliyomwahidi Mwenyezi Mungu, na ni mazuri mangapi aliyotutendea Mwenyezi Mungu ambayo hatujayasahau, tunayakumbuka. Nabii Musa alimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, kaifa ashkuruka wa shukri laka ni'matun ukhra tahtaju ila shukri. Ya Rabbi, nitakushukuru vipi mimi mpaka niwe hakika nimekushukuru, wakati kule kusema kwangu alhamdulillah ni neema nyingine ambayo inahitaji nayo kushukuru vile vile. Musa amejua kwamba hizi ni neema za Mungu ambazo haziwezi kushukurika kama utataka hasa kuzishukuru, kwa sababu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkizihesabu neema za Mungu hamuwezi kuzidhibiti idadi yake. Hawa waja wa Mungu wameyatambua hayo, wakaishi vizuri katika ulimwengu. Nitakushukuru vipi ya Rabb, wakati hata shukrani zangu ni neema nyingine inahitaji shukrani? Allah akamwambia ya Musa, man arafa dhalika faqad shakarani. Usijali, atakayejua hilo katika uhai wake wote kwamba hata kushukuru ni neema inayohitaji shukrani, huyo ameshanishukuru. Ana haja hata kusema alhamdulillah, maadamu anajua kwamba Mungu, kushukuru kwangu ni neema ulionipa, nimeafikiwa.
wala haula wala quwwata illa billah. Hata shukrani yako kusema alhamdulillah, kama si taufiki ya Mungu huwezi kusema alhamdulillah, lakini umesema kwa sababu Mungu amekuafikia. Sasa hata alhamdulillah yako ni neema nyingine. Sasa itashukuriwa na nini hiyo alhamdulillah, kama alhamdulillah yenyewe ni kiungo cha kushukuru neema ya Mungu? Basi ni mambo makubwa yanayotufungamana sisi na neema za Mungu ambazo leo tumesahau shukrani zake. Na dalili ya kwamba tumesahau shukrani zake, hatujarudisha uzuri wake, hatujakuwa wenye kutekeleza ahadi zetu, dalili ya hakika ni kwamba sisi hatutaki kufanya ibada. Sisi tunasahau amri alizotuamrisha Mwenyezi Mungu. Sisi tunasahau malengo ambayo tumeletwa katika huu ulimwengu. Lengo letu nini? Wengi tunafikiri tumekuja hapa kwa ajili ya kustarehe. Ndio maana mtu anambia niache ni starehe, niache nitumie wakati wangu, niache nitumie pesa zangu, niache nitumie uzuri wangu, niache nitumie mali yangu, niache nitumie cheo changu, niache mpaka mwisho wa niache zote. Lakini unasahau lengo lako la wewe kuja hapa ulimwenguni kitu gani? Lengo ni nini Waislamu? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ukifanya ibada umekumbuka na kutekeleza ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mungu alituuliza, alastu bi rabbikum, mimi si mola wenu? Wakasema naam, bala, wewe ni mola wetu kabisa. Sasa msiende huko ulimwenguni mkakataa kwamba mimi si mola wenu. Tumekuja hapa tumekataa kwamba mola ni mola wetu. Mimi si ndo Mungu wenu? Mkasema bala, ndivyo ilivyo, wewe Mwenyezi Mungu ndo mola wetu. Msiende ulimwenguni mkasema si hatuyajui haya. Msiende kumfuata Ibilisi, huyu si ni adui yenu na baba yenu tulimuonyesha. Ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Huyu ni adui yenu, wewe na mkeo. Wewe na mkeo na wanao nyote adui yenu Ibilisi. Msimfanye ndo rafiki. Hatukuyasahau haya, leo tumeyasahau. Ibilisi ndo waliyuna, Mwenyezi Mungu ni adui yetu, Ibilisi ndo rafiki yetu. Ibada hatuzifanyi, amri zake hatuzitekelezi. Sasa ili uitwe kwamba wewe una khuluq na tabia ya wafaa kwa Mwenyezi Mungu, lazima uwe na mambo matatu unayafanya: al-imanu billah wal amalu bima amaraka bihi wajtinabu amma nahaka anhu wal ikhlasu fil amal. Mambo matatu haya ni mihwar inayomuonyesha mja ametekeleza ahadi yake kwa Mwenyezi Mungu, japo atakuwa mpungufu kwa udhaifu wa kibinadamu, lakini amesimama kwa kadri ya uwezo wake na hakusahau zuri alilotendewa na Mola wake ambalo yeye anafurahia hapa ulimwenguni kwa njia moja au nyingine. Imanu bihi, muamini Mwenyezi Mungu. Al-amalu, tenda kazi amali njema, yale ambayo Mungu amekuamrisha, jiepushe na yale ambayo Mungu amekukataza. La mwisho, kuwa na ikhlas katika amali zako, uwe unatenda haya kwa sababu ya Mungu peke yake, hakuna mwingine yeyote. Lakini leo haya mambo iman zinaregarega, al-amal ndo hivyo hivyo, ikhlas ndo kabisa. Kwani inapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhan tunaona tuna mabadiliko makubwa. Misikiti yetu inakuwa haitoshi kwa sala, misikiti yetu inakuwa inavuma kwa watu, lakini ikiondoka inakuwa hakuna tena ibada. Ramadhani imeondoka pamoja na ibada yake, kwa maana kwamba hii ibada sio ikhlas lillah, ibada ni kwa ajili ya Ramadhan, na Ramadhani ikiondoka basi ibada nayo imeondoka. Lakini Mungu yule alosema sali haondoki, yupo, hafi, anaendelea kuwepo milele. Kwa nini uondoke katika ibada baada ya kuondoka Ramadhan? Ikhlas haikuwepo. Kwa nini usali baada ya kwamba unaona watu wanakuona ndo unasali? Kwa nini iwe inakupendeza sana wewe watu wakijua kwamba umefanya amali fulani na unagombania hasa, nataka hii kazi ionekane katika television, nataka hii kazi ionekane katika magazeti, nataka hii kazi ionekane na watu wa hapa na wa mbali, kila mmoja ajue kama mimi nimefanya. Vyombo vyote vya habari vile vimepata habari. Nia yako inawezekana ukasema kionekane hichi kitu, lakini nia yake sio kwamba ionekane riaan,
kwa sababu tunaambiwa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyya, huenda ikawa amali ni ndogo lakini imekuzwa na nia yako. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyya, na mara nyingine project kubwa ya amali ikadogoshwa na nia yako. Sasa nia ndio itakayofanya kazi. Unaweza kuita vyombo vya habari vyote vya ulimwengu mzima, lakini ikawa sio riaan abadan, kwa sababu Mwenyezi Mungu Mtume anasema innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Nia yako ni nini wewe Muislamu? Sasa al-amalu al-ikhlasu fil amal, amali lazima itekelezwe ili ukumbuke ahadi uloitekeleza, uloiahidi kwa Mwenyezi Mungu na kuitekeleza. Ukifanya hivyo umetekeleza na umelipa mazuri ambayo Mungu amekutekelezea.